Na mtu asiende achukue yangu. Ndio bwana moja. Ndio usafi nafanya huku. Niko na ingine hapo. ¿Ven a querer moto? Haciendo no se How are you? My friends. Hello. 1 2 1 2. My check. Hello. Hey. Wa leo tunasema ya kwamba 1 2 1 2. My check. Safi. Mic testing. 1 2 1 2. Oh yeah. Okay. You don't have the Ningemwambia kuzie na hiyo. Hello. 1 2 1 2. Mambo safi.
One, two, 1 2. Mambo sawa kabisa. Simamia hapo hapo, tuko sawa, tunasema safi. Nakola ukweli ya. Oke, dek mau dek. Heshima yake itu harga perdomo batin ye dia deh ini itu terus itu apa itu oke dia hati si oh kata sih kan Bueno, tú sí, man, wherever. Lakini ninapata watu kuja. Sio gani lakini watu watu. Anagamana watu ile mchana. Anagia kwa. Adama anataka ukagua kwa lipi? Kile huyu. Alijafidia. Hapo taraji. Just yourself. Okay, bye. Okay, be flexible enough. Anasimama hadi mtoto mmoja basi sasa kwa
No. Sasa hii mwezi mmuulize kitu mwenyewe. Nini boss? Good morning, sir. Botagan, mounted by National Police Service, Nakuru County. Present and ready for your inspection, sir, please. May I have your permission to dismiss the Botagan, sir, please? Thank you, sir. Botagan! Shoulder! Sentries, stand fast. Remainder to the guard room. Dismissed. Karo kanti nang fadwa ilha hanne kuriya piya tugani oma fandi karo go
Watu wa picha tukubaliane na But anyway, since the CC has agreed, we are trying one thing. We're doing drink water, Magirate here. The Cabinet Secretary for Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Governor, the Principal Secretary, Director of Immigration Services, the Regional Commissioner, guests invited, fellow colleagues, ladies and gentlemen, we shall begin our function today with a word of prayer. Then we proceed from there. The word of prayer will be brought by our officer, Florence. Thank you. Let's pray. Our Father in heaven, we bless your name. We magnify you for your good and your great.
King of glory, we thank you for this far you've brought us. We thank you for our nation, and we thank you for peace that has reigned in our nation. Father, we thank you for this ceremony, and we commit this ceremony into your hands. I commit each and every leader that is here into your hands, and we pray for your wisdom upon them, even as they do their daily duties. Father, I pray for your protection upon them. Father, I commit each and every person that is here into your hands. Watch over us during this ceremony. Father, I pray for journey mercies for everybody as they go back home. In Jesus' name we pray. Thank you. Cabinet Secretary, my name is Abraham Mora, Deputy Director in charge of travel documents, acting deputy, and it is my real privilege to be your MC today, and mine is really to appreciate that it's a long journey as a practitioner of immigration to see the culmination of e-passport, especially in Cascading. It is my humble duty now to invite the regional commissioner to come and invite the other guests. Thank you. Thank you, Mr. Director. The CS Interior, Dr. Fred Matiang'i, the Governor, Nakuru County, Honorable Lee Kinyanjui, the PS Immigration, the PS Powon Arid Lands, Director Immigration Services, the Honorable Members of Parliament for Njoro, Honorable Charity Kadambi, the Honorable Member for Nakuru West, the Honorable Arama, the Deputy Governor, Dr. Korir, distinguished Kenyans, ladies and gentlemen, good morning. So we are meeting here today for the launch of the e-passport services for Nakuru. This is meant to serve the southern region of Rift Valley, and we are happy that we are not only decongesting Nairobi from people moving from Nakuru to Nairobi, but we are also giving these services to the residents of South Rift, and we are happy for that. I'll take this opportunity to invite the Director of Immigration Services to make his remarks, and then we continue with the program. Director, please. Thank you. CS Interior, Dr. Fred Matiang'i, PS Immigration, Major General Dr. Kihanangwa, PS Powon, the Governor Nakuru, Mr. Lee Kinyanjui, honorable members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. First of all, let me take this opportunity to thank the CS for finding time to come and launch Nakuru passport. Also thank all those who have been able to find time to come and witness this launch. CSR has immigration, we are very grateful to take the services closer to them. And as immigration, we remain committed to serving our people diligently and to the best of our duty. We wish the remarks welcome, sir. Waspread, create space katikati. Simweta kalia governor hapa. Tunakana sisi mama Matiang'i akiwa hapo. Mnasikia sasa? Okay, I think he's explained it. So there we have it. That was a short interlude for comic relief because of entertainment. We didn't get an entertainment. So I still request the Director of Immigration Services to give us a background of exactly what they have brought here as a department and what Nakuru and South Rift residents
should expect from today's exercise and moving on what it is meant to achieve for us and the desired impact. I didn't invite him officially, so can we give him a hand, please, as he comes up, Director. I hope this time with that hand, nothing happens. Thank you. Thank you so much. As I said earlier, first of all, as immigration, we are now bringing services closer to the people, and instead of the Nakuru people or those from South Rift going to Nairobi, now you'll be coming here in Nakuru. What you just need to do is to go to the eCitizen portal. Once you go there, you go now to the immigration part, and you launch your application online. You fill all what is supposed to be filled, then you pay. Once you pay, you download the forms and make sure you read clearly what you're supposed to attach. For example, if you're an adult, a copy of your ID, a copy of the passport, a copy of the recommender's ID. And then once you are ready now with the 3 passport size photographs, you proceed straight to our office here and you launch your application. Then you take your fingerprints, biometric fingerprints, your facial picture, and then also your biometric signature. And once you are done, possibly within 14 days, if you are replacing, and within 21 days, if you are first applicant, your passport will be ready. Thank you so much for your kind attention. Thank you, Director, for that background. Now, I'll take this opportunity to invite the Honorable Members of Parliament, and we will start with the Honorable Madam Charity Kadami, MP for Njoro. But as she comes, I had done the introductions for the MPs done before the Honorable Gikaria, Member of Parliament for Nakuru East, walked in. So he is here with us. He will also be addressing you. Thank you, Madam. Thank you very much, our CS, Dr. Matiang'i, Governor, my colleague members of Parliament, na wananchi wote wa Kenya. Habari zenu? Bwana CS, kwanza nataka nikupongeze kwa kuwa na mafikira mazuri, na leo hii huko hapa kufanya implementation, sio story. Hiyo ni kazi nzuri Jubilee inafanya kupitia rais wetu na viongozi CSs kama nyinyi. Umetupunguzia mzigo mwingi sana watu wa Rift Valley, hata mimi watu wangu wa Njoro constituency kila siku ni kukimbia huko Nairobi wakitafuta. Sasa leo hii wananchi ni mjue mumeletewa kazi mashinani, na ni vyema sasa mchukue hiyo nafasi ya kuutilize. Bwana CS, nataka pia nikushukuru, leo hii umeconfirm ile issue ya insecurity imekuwa Njoro constituency, unaenda kunisaidia kuitatua kwa kutusaidia kupata magari na pia kutuongezea maafisa wengi. Na bwana CS, ni vyema pia ninakushukuru sababu nimekuambia maneno mengi wakati tulikuwa kwa ofisi yako, na leo hii uko hapa Nakuru. Na pia CS, ile ulikuwa unaona juzi kwa magazeti, ile ilikuwa story, it was a true story that nilienda kwa DCI sababu nilipata ujumbe ya kuambiwa kuna wanasiasa wamejipanga na wamepanga gani to eliminate me. It was a true story, na ninashukuru pia bwana DCI Kinoti sababu already one person has been arrested, na pia he confirmed that it is a team of very active members. Ninakuomba bwana CS, wacha tafadhali mambo ya wananchi, maisha yao ikuwe imekuwa protected. Ninakuomba bwana CS, hakikisha timu yako imekuwa fully equipped, na sisi wanasiasa pia tunakuomba utembee na utume pia maafisa constituencies zingine zimejulikana ni violence prone areas, zile zimekuwa pia na warlords. Unajua kwa siasa bwana CS, kuna wale watu wakishindwa kwa siasa bado hawajakubali matokeo imetokelezea. Tunaomba pia bwana CS, wacha pia tukue na maafisa on the ground, ndio tujue pia wanasiasa wengine zile mikutano tunasikia wako nazo usiku na mchana ambazo zinaweza kuwa zinachochea wananchi. Wacha bwana CS mambo kama hayo yaangaliwe. Lakini kwa leo tunakushukuru sana kwa kufika Nakuru County. Tunaomba tushikilie wabunge, tushikilie timu ya governor, tunaomba tushikilie viongozi wote ndio tuendelee na maendeleo mengi. Watu wa Nakuru mmefurahia hiyo maendeleo? Sitaki nikuwe na maneno mengi bwana CS. Thank you very much. Nakuru County tuko akina mama wamechaguliwa 5 na wote leo kulikuwa na issues Parliament, ikaamua on behalf of them
nitasema apology yao. Our senator, our women rep, MP Gilgil, MP Naivasha, sisi wote tungekuwa hapa, lakini mara nyingine tunagawanyanga. Thank you very much. I don't want to take a lot, but the CS continue supporting us, and remember my constituents with the vehicles of my security guys. God bless you so much. Thank you, Honorable Kadambi. I take this opportunity to invite the Honorable Arama, MP for Nakuru West. Karibu. Asante sana bwana. Siasi wetu Bwana Matiang'i, gavana wetu wa Nakuru Bwana Rick Nyanjui, Mheshimiwa Vikaria, Mheshimiwa Gatambi na wengine wote wale wamefika hapa. Wananchi na wasalimu, hamjambo? Hamjambo tena. Naona mko na furaha sana. Bwana CS, unaona hiyo watu wamefurahia sana kwa sababu hizi passports zilikuwa zinapeanwa hapa awali, lakini ofisi ikakuja ikafungwa zikaenda Nairobi. Nafikiria leo sisi watu wa Nakuru County tuko na furaha kubwa sana kwa sababu zimerudishwa tena hapa, kwa sababu mtakuwa mtazipata hapa tu. Kwa hivyo sisi tunataka kushukuru wewe vile mlifanya hii maneno, na gavana wetu anajua mkasema zirudi hapa, na si hapa peke yake, hata Eldoret zimerudi, zimeenda mpaka Kisii. Hiyo ndio kazi nzuri sisi unafanya, na hiyo ndio ile inaitwa service delivery to people, and that's why people are very happy na hii kazi yote unafanya. Sisi tunakuachia Mungu. Sisi anafanya kazi nzuri. Ni nani anafanya kazi nzuri kuliko CS? Ni CS mnasema kila siku. Wana CS hapa Nakuru County. Mimi nikienda kwa constituency yangu, watu wananiambia nifanye kazi kama wewe. Na nimeendelea kufanya kabisa, kwa sababu ukienda unakwambia fanya kazi vile CS Matiang'i anafanya kazi. Na kwa hivyo tukisema anafanya kazi nzuri, watu wasianze kusema maneno mengine. Hizi kazi yako ndio itafanya pengine usonge kuendelea mbele. Hiyo ndio itafanywa. Hata wakati fulani niliongea na gavana wetu hapa, nikamwambia maneno ya watu kusema kando hiyo huwezi kutusaidia. Ile kitu itakusaidia ni ile kazi umefanyia wananchi. Ama mnataka namna gani, si ndio hiyo? Sasa ukifanya kazi nzuri, najua wataangalia maneno yako. Kwa hivyo bwana CS, sisi tunakushukuru sana. Hii ni kazi nzuri umetufanyia kama watu wa Nakuru County. We will pray for you and we will support you all the way, kwa sababu Uhuru Kenyatta yeye amekataa, amesema hakuna siasa, yeye anasema anataka maendeleo. Si hiyo maendeleo ile anasema? Na sisi ukirudi Nairobi, ambia His Excellency ya kwamba vile anasema sisi ndio tunafanya. Si ni mmoja tulisema hapa Nakuru. Na nataka kuhakikishia leo nyinyi ya kwamba pia hapo tutakuwa na airport ile gavana alikuwa anafuata. Gavana tunataka kushukuru pia kwa sababu tutakuwa na airport hapa Lanet. Hiyo kazi ulifanya ni mzuri. Wakati ilikuja kwa kamati tulipigiwa simu tukasema gavana anafuata sana. Kwa hivyo gavana wetu ametuletea airport hapa Lanet, pia lazima tumshukuru. Si ni kweli? Nataka mshukuru gavana kwa sababu hivi karibuni mtakuwa mnapanda ndege hapa, wala mjawahi kupanda muende Nairobi. Hata tukija kufungua nitatafutia watu wajaje hata mimi wanunulie tiketi muende Nairobi. Bwana gavana, nataka nifanye namna hii nikiomba bwana CS. Mimi nataka tupate mtu ya bodaboda. Yule chairman mmoja, tupate wale watatu wa bodaboda. Wakuja hapa mbele, mimi nataka kulipia watatu tu. Tuone kama yeye anafanya kazi, ndio tukitoka hapa passport. I want to pay for 3 bodabodas au watatu. Si mnatoka east ama west bwana? Si mnatoka wapi? Wewe ni east. East. Na wewe ni east. Hakuna mtu yangu ya west nilipie watu watatu kule. Mimi nataka kulipia nyinyi au wanne, nitawalipia ndio mjue ya kwamba passport hizi zinafanya kazi. Kwa hivyo mimi nataka kushukuru nyinyi sana. Bwana CS, tuko pamoja na Mungu atakubariki. Gavana, tuko pamoja, Mungu atawabariki. Sisi tunataka kufanyia raia kazi. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Kwa nini wakati Mungu anataka kuongea? Wacha jamani, unajua CS hapa Nakuru Town West na East, sisi tumeanza kuweka bodaboda wakuwe vile wewe unataka. Unajua wewe unataka mchezo ya watu kufanya hivi. Sasa wote tumewalipia pesa na vikaria. Sasa wanaendelea kuwa trained. Na nataka kushukuru provincial administration na police. Najua Italia state speaking, lakini mimi sijakuwa sisi tunafanya kazi pamoja. Hiyo ni kuteresa tu kidogo, lakini sisi tunafanya kazi pamoja.
We are working together with the provincial administration, police na PC na county commissioner na regional. Juzi tu Kigali ndio wamekosea kidogo, lakini tutasema tutakaa chini tuongee kuhusu watu ya hapa. Sio itakuwa sawa. Asante sana. Hao watatu wote mmoja aongee tu ili mtu ya Kigali dakika moja. Habari zenu wote wananchi, wakubwa wetu, CS, gavana wetu, all protocols observed. Tumekuwa kwa sekta, Mheshimiwa CS, tulikuwa na yeye siku moja hapa Nakuru, tukaambia tukakubali ati tutaweka sanity katika sekta. Tumefanya hivyo wasili, tumeanzisha hizo registration by stages. Tumekuwa vikao vingi na county commander, OCD, OCS, tumekaa kwa sababu na hata county commission. Tumekaa tukaona ndio tulainishe hii sekta yetu, tujue nani anafanyia wapi, pikipiki yake ni gani na anafanyia kutoka wapi, so that tunajua wale wako ndani yetu ambaya ni akina nani. So hawa tuko na machama na hapa, kuna committee tumeform, tumeanzia na Cruise na Kuwait. Tunataka usaidizi wa gavana wetu Mheshimiwa Ri ya kufika hizo kaunti zingine, so that tuweke sanity katika kaunti yote ya Nakuru. So tukiwa na mheshimiwa wetu gavana, our MPs wetu na DC, county commander na polisi wake, tutashikana kabisa, tuwe na vikao kila wakati za kuweza kujua hii kazi yetu iko vipi. CS hiyo tumekubaliana kabisa. Asante sana. Bwana CS, hii watu ya pikipiki ni watu wanafanya kazi. Ninyi mtakuja, nasikia hii pesa inalipo online. So mimi mtakuja mmoja akuje nipatie pesa. Na Charity Ombi ya Njoro amesema mtu ya Njoro mmoja akuja hapa. Hata yeye amesema atalipia mtu yake moja, mtu ya Njoro. Alipia mtu ya Njoro moja. Kwa hivyo mtakuja naye walipie. Bwana CS, unajua watu hawajaelewa hii maneno ya bodaboda sana. Watu ya bodaboda wanafanya kazi nzuri sana. And tuseme watu yote wakiwaja kuendesha mapikipiki warudi waanze maneno ya kwenda uhalifu, watakuwa ni wengi sana, lakini hawa wamejipanga vile huyu wamejieleza na hapa pande hii wako sawa. Alafu mimi nataka tukimaliza maybe at your own time sometime back, nataka kukualika uje ongea na hii watu ya bodaboda peke yao, kwa sababu tunataka kuwa na pesa tuwasaidie. Sasa zingine unakuwa na shida ya insurances. Kwa hiyo siku moja tutakuja kukualika kuja tuwafanyie function moja ndio tuendelee kuwasaidia. Kwa hivyo kwa hayo machache mimi nataka kukushukuru sana tena. Asante sana, Mungu atakubariki. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa Arama. So tutalika Mheshimiwa Gikaria MP Nakuru East, yeye pia akuje. Asante sana Bwana CS, Bwana Matiang'i, gavana wetu. Tulipitisha bungeni, nilisema juzi, mswada kati ya wakati tulikuwa tunaongea maneno ya governorship na bendera na majina, tukasema nikipita His Excellency 1 year na 1 million fine. Hivyo ndio harama tulipitisha. Ukiita mgama na His Excellency na tuko na mmoja tu, unaweka ndani. Gavana wetu His Excellency, ndio kitawekwa ndani kwa sababu Matiang'i. Pamoja na wenzangu kutoka bunge, pamoja na wananchi wa Nakuru, mjambo. Mungu ni mwema kila wakati. Sitasema mengi kwa sababu kama vile Arama amesema, unajua Bwana Matiang'i, ndio uweze kujua, unasikia watu wakinunua gari anasema guza hii gari ndio ujue mwenyewe. Tulikuwa na kidogo tulipitana kidogo, sikujua kume OCPD kuna mgeni, sikujua DCIO tuko na mgeni. So nafikiria tuligongana ile gari ndio tujuane, ndio tuanze kufanya. Sasa tumejuana mpaka I never knew there was the new I know after your directive we got some new officers in town at the sub-county level, and I want to thank you most sincerely kwa sababu mbeleni tulikuwa na shida na Arama. Every time he had issues in its place, he used to come to my sub-county. But now we have an OCPD in every sub-county, and that is giving our work to be very easy for us to be able. And I want to say, I've been a very good person for at least 2 years. I've never had. I used to have problems every month.
but I'm trying to improve. It's only that this time ndio people yule ambaye ofisa walikuja on the ground hatukuweza na nilikuwa tumesikizana. In fact, Bwana Matiang'i, I want to know how much as is a court case issue. Hii mambo yote ilitokea shedi ya bodaboda. Shedi ya bodaboda ambaye governor amepeana tenda kufanyiwa bodaboda sheds 18 kule na Kuruisko. Just that. And ile tu tukaambiana wacha amalize tukutane kwa governor on Monday. Hatukuweza kuelewana kwa hiyo peke yake ikatokea. But mimi nataka kusema nilienda hata nikaistaki kwa IPOA. Mimi ni Mkatoliki. And last week I was, yes, I'm a Catholic. I pray my rosary every morning. Every time they are the main prayers that I normally make in the morning. Ya kwamba nitaendelea kumsujudu Mwenyezi Mungu as my only creator. Ya pili nasema nimpende jirani yangu vile najipenda. Ya tatu ninaomba msamaha kwa wale nimekosea Mwenyezi Mungu na wananchi wale nimekosea. Na ya tatu nasema pia unijaze Roho Mtakatifu niweze kusamehea wale nao wanaokosea. And I want to say that I've taken all these issues through the normal process. Na mimi nitasamehea wale waliokuanga, wale wengine tutawaacha. And I will not pursue that process. I will go to IPOA, I'm going to withdraw my complaint so that we can be able, kama tutaendelea nao mbele, tutaendelea tukwenda kule swali. Ya kwanza niseme, when I was coming, because we just left this morning from Nairobi and my brother Arama, one of the residents ameniuliza nikuulize kama itawezekana. Hapa tulipojenga provincial administration hii, we had two gates. Gate ya kwanza ni hii, gate ya nyingine ni upande ule. Lakini ya ngambo ile imefungwa. Sometimes they have to access some services from here, from the Ministry of Lands and other offices in the county government. So they have to go round or round. Walikuwa tukiuliza kama ingewezekana hii gate ambaye ni maridadi sana imewekwa upande huu wa upande wa west, kama inaweza kufunguliwa ndio waweze kuwa waki-access. Ya pili, and I want to thank Arama. I started the program and then Arama started the program ya maneno ya bodaboda. And I want to thank the OCPD and the district. We want our bodaboda to comply. Na mimi na Arama, we have used our bursary funding to be able to kupatia watu ya bodaboda waende shuleni. Na tukauliza the officers watupatie muda. Once they are done with their, hatutarudi kusikia mtu ya bodaboda ambaye hafuati sheria. Tuliomba tu wapate leseni. After that tutakuwa kikao nao na polisi, so the truck base commander ndio waweze kufundwa maneno ya bodaboda. I've spent almost, I know Arama spent almost 5 million, I've spent around 3 million, and then we'll be able again to go in the second phase for us to be able to assist the bodaboda people. Na ninashukuru sana viongozi wa bodaboda for the good work ambayo na wana attend darasa kila siku. I normally do a check up na ninaona wana attend darasa hivi karibuni, wataweza kufuata utaratibu na kupata leseni. Kwa sababu ya what you have done today and why you are here, we want to thank you most sincerely. The Jubilee government has promised service delivery to the people. Na tumekuja mashinani kabisa ndio tuweze kupeana hizi passport. But CS, maybe to travel juzi, I was going to Rwanda and I had a very big problem about my old passport. And so I was told you have to have the e-passport. So maybe nitakuwa one of the applicants today to be able to apply for the new passport ambazo zinakuja, kwa sababu tuliambiwa in future zile passports mzee hatutaweza kuziendelea kuzitumia. We are actually retaining them because tulikuwa mimi na Arama tulipewa visa ya kwenda America 5 years visa. Sasa sijui retired general, sijui tatusaidia namna gani kama hiyo page tutataka. Oh, okay. Asante. We have a 5-year visa mimi na Arama ya kwenda nje kidogo tatu kwa sababu sasa itapotea tena kwenda Marekani. But I think the most important thing is that you have brought these services closer to the people, and that is what we want to be able to do katika hapa Nakuru. Tulikuwa tunapata hiyo services ikaje ikaondolewa because of some security reasons, but again in your tenure we are back here, and I want to assure you we'll give you all the support, we'll give the government a lot of support kwa maneno ambayo jana tulikuwa tunapitisha budget. Na bwana CS, your chairman wa kamati ya administration, he was very vocal and he said some very pertinent issue ambayo alikuwa anataka some amendments to be able to enhance security in the country. Na sisi kama bunge tulikubaliana na yeye jana na tukapitisha. Sasa tunangoja tu, nafikiria by tomorrow
we'll be passing over and approving the budget so that you can be able to have the money that you can be able for you to be able to use wakati unafanya mambo ya. Now we know your work, your office is very important. Particularly the office of hapo pale mnakaa ilikuwa na it is the contact between the mwananchi na executive. Kwa hivyo tunataka kuambia tutaendelea kushiriki pamoja na wewe, na hii makosa kidogo ambayo iko hapa na pale we'll be able to sit down. Lastly, bwana CS, nitaomba county commissioner and the rest. I know tulikuwa tumezoea, you know, as a country or as a constituency we were used to a certain process ya kufanya maneno. But now we are also accepting that there is some change which is coming, and we cannot be able to continue fighting a change. I know whenever there is a change that is coming, we need to understand that change and be able to work with it and be able to go in that direction. We've had a lot of problems kwa upikaji wa pombe hapa, na vijana wetu wengi wameingilia shughuli ambazo si nzuri, ambayo kumekuwa na lot of crackdown, ambayo watu wanashikwa both innocent and the guilty people. Lakini nitaomba tu bwana county commissioner, mimi na Arama tukae chini na wale wengine na wale viongozi MCS wa kule chini, so that we can be able to start programs kwa vijana wetu. We can start programs kwa kina mama wetu for them to be able to get an alternative source of income, so that we can, mimi katika CDF nimeomba tupatiwe industries. Tunaenda under the big four, one of them is manufacturing. Na ninajaribu kuambia CDF watukubalie kuanza viwanda vidogo vidogo. I've set aside 7.5 million to start at least 2 or 3 small industries ya kutengeza misumari hapa kwetu. Misumari inatakikana sana, it's a big issue ambayo and so other services ambayo tunaweza kupata, so that wale vijana wameingilia hii kazi ambayo si nzuri, kama akina mama they can be able to start their own. Kama sasa tuko na 5 milioni pale pahali tumeanzisha a small textile industry. Tunangoja tu Ministry ya Industrialization atupatie barua ile watatupatia the technical support. So we are also pleading with the county commissioner to kae chini so that we can be able to get a better way of assisting these young people and the women to be able to get an alternative source of income, kwa wachana na pengine kupika pombe na mambo machafu ambaye. So nitaomba tu bwana county commissioner tukae pamoja kama viongozi, and then we try, and already we have started one in Keratina, the next one phase is in Flamingo, and I want to thank you very much kwa kukuja hapa siku ya leo. Na bwana Mike Power, hii mic yako ikipotea usiseme ni KPLC. Unajua mimi ndio chairman ya Power ya energy. Unajua unaweza anza kusema ni wewe ujipange pia. Shirika wananchi kama sile ikipotea si unakuwa na generator. Sasa kama una generator unataka tufanye namna kama azingerudi zaidi ingefanya namna hiyo. Kwa hivyo kuwa na generator pia hata wewe ujipange, wache kungojea tu stima kila wakati. Kwa hayo mengi na machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gikaria, na leo naona waziri umeanza vizuri pande ile, na bishops wamekuombea wakasema leo kutafunguka, na ni kweli naona hata Mheshimiwa Gikaria amefika hapa pia naye akafungua roho, na tukiendelea namna hiyo kila mtu afungue, tutaanza kukaa chini na kuelezana ukweli vile unaenda. Manake hata mimi hapa nikifika February last year tulifanya crackdown moja hapa, tukaweka watu kwa cell, alafu wakatolewa bond huko, wakakuja kwa ile gate pale wakaanza kudance wakisema wanasikia hivyo mtu mgeni hapa ndio wameingia analeta hiyo maneno. Wakadance sana kwa ile gate, alafu wakateremka huko chini. Nikauliza ni vijana gani? Nikaambiwa ni vijana wa Gikaria. So lakini sisi na waheshimiwa, kuna ile lugha huwa tunapenda kuongea. Ile katiba hata hii yetu, hata zile za ulimwengu wa kwanza huko, huwa unasikia askari anakuambia akusomee makosa yako na akwambie uko na rights zako. Sisi huwa tunawaeleza waheshimiwa, sababu ile kazi tuko nao mara nyingine inakuwa ngumu. Tunaeleza hapa ni makosa hivi, na kama ni lazima si ungoje tukae chini na hao wengine. So kuna wale huwa tunaelewana, kuna wale wengine wanakuwa na msukumo
mara nyingine si mheshimiwa kama Gikaria, mara nyingine ni ule msukumo huko nyuma yake. Wale watu wako nao wanasukuma yeye, wanataka kitendo saa hiyo. So mheshimiwa kama yeye ndio anatakana atingishe hiyo tail inageuka inaanza kutingisha yeye. Sasa kuna waheshimiwa wengine huwa wanakuja, nakumbuka tuliwahi Honorable Arama siku moja, na tulipoeleza yeye akatuambia yenyewe mko na kazi yenu na hata mimi niko na yangu, lakini vile mmenielezea, wacha hii yangu ikae kwanza, mimi fanyeni hiyo yenu. So tukielewana kama hiyo hatuna shida, sababu sisi huwa hatuna interest mingi. Sisi ni ile sheria tuangalie, na ile sheria tusipoangalia bado tutaitwa bunge tena kwenda kueleza kwa nini hamkutekeleza sheria. So tuko kwa 22 na hatuna option. So yetu ni kufanya nini? Tunatekeleza sheria, lakini watu tunaelezana na tunaelewana. So hii fursa ya waheshimiwa tumewasikia na wote wana appreciate hii passport imekuja Nakuru, sote tunafurahi, tumekuja hapa kusherekea. Waziri, kuna kitu nilikuwa nimeulizwa na wananchi hapa, walikuwa wanasema juzi walichukua huduma namba, kwani hii passport haitoshi? So nikawaambia Tanzania hawajachukua huduma namba, Uganda hawajachukua, hata Amerika hawajachukua. Kwa hivyo wachukue passport kama wanaenda mahali huduma namba haijafika. So wangapi walichukua huduma namba hapa? Munyoshe mikono. Asanteni. So hiyo ukifika Uganda bado hawajachukua huduma namba, tunaongea nao, wakichukua itakuwa moja kwa moja, lakini kwa saa hii bado ukitaka kutoka, tafadhali ukuje uchukue hii passport, itakuwa rahisi sana kwako. So nitachukua fursa hii kumwalika Mheshimiwa Governor Nakuru County akuje na yeye pia atoe remarks zake. Asante. Mpigie makofi moja. Asante sana Waziri Matiang'i, the Minister for Interior and National Coordination, our RC Bwana Chimwaga, our members of parliament who are here today, my DG, wakaaji wa Nakuru wote, hamjambo. Hamjambo tena. Na ningetaka kwanza kumkaribisha waziri hapa, na niseme kwamba amekuwa hapa wakati mwingine katika mambo ya kuondoa hii mambo ya kucheza karata na gaming. Pia amekuja hapa wakati mwingine tulikuwa tukifanya mambo ya kutengeneza housing kwa prison department, na hivyo basi amekuwa rafiki wa karibu wa Nakuru County, na tunatambua wakati wote ambao amekuja ameacha ishara ya maendeleo, na pia hata siku ya leo tuko hapa kuweza pia kushuhudia ishara ya maendeleo katika mambo ya immigration na mambo ya kupata passport. Mmefurahia mambo hiyo? Are you happy for that? Na waziri, ningetaka kukuambia wakati mwingine tumeweza kuwa na shida hapa. Nakumbuka kuna familia mwaka jana tulikuwa tukijaribu kusaidia, mmoja wao alikuwa amekuwa mgonjwa na ilikuwa ni lazima aende matibabu katika nchi za nje, haswa katika nchi ya India, lakini shida hakuwa na passport, na basi limaanisha lazima apelekwe katika hali yake, aende mpaka Nairobi akae karibu siku 4 ili aweze kupata passport. Lakini kuanzia sasa, wakati huduma umeleta hapa, ingawa tungetaka matibabu yetu ifanywe hapa na tuimarishe hali yetu ya afya, tuna imani kwamba wakaaji wa hapa wataweza kupata huduma karibu, na tutaweza kupata service ambayo inatakikana kama wakaaji wa kaunti hii na pia kaunti zetu ambazo ni jirani. Ningetaka pia kukushukuru kwa sababu katika muda ambapo ulihudumu katika Wizara ya Elimu uliweza kuleta mabadiliko ya kipekee. Na juzi tu nilikuwa katika shughuli zangu za kawaida za kazi, na tulikuwa tukifanya interview, na baadhi ya interview tulikuwa tukifanya, nikauliza one of the respondents alipata C, lakini akasema sikupata C peke yake, nilipata C ya nani? Ya Matiang'i.
So we also want to celebrate the sanity you brought to education. Kwa sababu pale awali ilikuwa ikifika wakati wa kufanya mtihani, badala ya watoto kusoma ili waweze kupata alama nzuri, walikuwa wakichanga pesa waweze kununua mtihani kabla hujafanyika. Lakini ulipokanyaga chini na ukasema education is about integrity, because that is where our doctors will come from, our engineers will come from there. We are happy to note, not only are we getting what we deserve, but we have restored the faith we had in education back in the days. So we celebrate your work in the Ministry of Education, and I'm sure that is going to be carried on as we move forward. Sisi hapa Nakuru, ningetaka tu kurudia aliyosemwa na viongozi ambao wamezungumza mbele yangu. Tunafanya kazi pamoja na viongozi wale wote ambao wamechaguliwa na hata ya provincial administration. From the RC to the county commissioner to your DCCs ambao wako hapa, all the way up to the chief, we have a very good working understanding. Na wakati tunataka kutekeleza mambo ambayo inasaidia mwananchi wa kawaida, we are able to come together and ensure that government policies are followed to the last level. Kwa hivyo we want to celebrate that working partnership, kwa sababu mkaaji ama any ordinary citizen hatambui huduma ya serikali kuu na huduma ya county government. So we want to work together for the benefit of our people, and we want to congratulate the team that you have given us here. Katika mambo ya maendeleo, ningetaka tu kukuomba tu mambo machache. Kwanza, kupitia the provincial administration and the security team, kulikuwa na vikundi halifu katika hapa Nakuru, na kuanzia mwaka jana, I want to congratulate the team working here. The crime rate in Nakuru has gone down remarkably. Tumeweza kwenda kuhakikisha kwamba those criminal networks ambazo zilikuwa zikifanya wakazi wasikae kwa amani, wasifanye kazi kwa amani, zimeweza kuwindwa. Na pia ningeungana mkono na Mheshimiwa Gikaria that because these are also members of our community, we also need to participate in rehabilitating some of those. And I've already spoken with our MCAs and the local leadership. Those who want to reform and become better members of this society, we will join hands together. But we shall not entertain criminals who continue to make our lives impossible. So together with the provincial administration, we want to walk this journey and make Nakuru safer. But while on that, allow me also to request you that as you are aware, we are very ambitious about becoming a city, and we believe before the end of this year, His Excellency President Uhuru Kenyatta will be able to award us that charter. But as we move towards that direction, we are aware in Nairobi you have already established the CCTV camera network that allows you to monitor security from the comfort of the desk of the security operators. Kwa hivyo, as you look at Nakuru and some of the areas you want to improve, we acknowledge that we need the issue of ICT in security management, so that whenever there's a problem and you want to replay, it can be able to help us. So we'll be requesting you to help us in the installation of CCTV within our CBD and also the adjoining residential areas. Kwa ndugu zetu wa bodaboda, ningetaka kuwashukuru na niseme kwamba sisi kama serikali, mimi nilikuwa nikifanya kazi katika NTSA na tulianzisha safari ya kuweza kuformalize the informal businesses under the bodaboda. Badala ya kuwaona kama wahalifu, watu wakatili ambao hawawezi tii sheria, tukaomba wakuje together in circles and groups, tuwapatie training. Wabunge kupitia CDF pia wasaidie na training, na pia serikali tuwapatie capacity building. Na nina furaha kwa sababu baadhi ya vikundi ambazo ziko hapa za bodaboda, wengine hata wako na sako zao, wameanza saving, wanasaidiana baadhi yao, na wamekuwa the best example on self regulation. So we want to support you, na katika mkondo wa kuweza kusaidia wafanyikazi biashara wadogo, tungetaka kuwa na nyinyi, na nitakuwa nikiambia waziri wangu ambaye anahusika na mambo ya SME, Bwana Raymond Komen, kuweza kuwasiliana na nyinyi kwa mambo ya kusaidia sekta yenu. Katika mambo ya immigration, waziri, I would want to request you that there has been a challenge in the past where immigration services have sometimes given working permits to foreigners, and especially foreigners who do jobs that would otherwise be done by Kenyans. We have graduates in engineering, we have graduates in survey,
We have graduates in every area. Na hata katika informal sector, we have found even engineers as boda riders. We have found graduates as boda riders. So it also becomes unfortunate that also as a government, we continue to give working permits to foreigners while our people do not have jobs locally. So if any foreign company wants to come and start business here, we want to assure them that we have all the professionals that they require, and that we do not want to find construction companies where the driver, the operators, the foremen are foreigners, because that continues to deny our people employment. So we would urge, even as we encourage the immigration to be here, that working permits should be restricted only to those services that cannot be offered by Kenyans here and also the actual investor. But for us to give an open check to foreigners to come to a country where unemployment is so high, it would be a lot of injustice to our people. Allow me also to say, Waziri, as we plan also to become a city status, we are working closely with our partners to ensure that Nakuru achieves all the necessary facilities to become a city. And one of that facility we want to put is an airport. And we have a 1.7 kilometer runway airport at Lanet, and working with the parliament and also with the blessings of the president. This year we have an allocation of 420 million shillings to start the construction of this airport. So I believe that by August, September, through Kenya Airports Authority, we should go to tender and start this dream that has for a long time eluded the people of Nakuru. Kwa hivyo pia tunaomba unaporudi tutiane shukrani zetu kwa rais, na kwamba ikifika wakati wa kupatiwa chata hii, watu wa Nakuru wanatabasamu na kungojea kwa hamu hii mambo ya kuwa city, because as you can see we are already dressing like a city. So in conclusion, allow me to say thank you for all the good services that you're giving Nakuru, and as we plan for the whole country, know that Nakuru has a special place for you, and we look forward to greater engagements as we move forward. Naomba kusema asanti na kumalizia hapo na kusema tusimame tumkaribishe waziri aweze kutuhutubia na pia kuanzisha mradi wa leo. Asante. Tafadhali tuketi, asante. Tulikuwa tunatarajia, nilitaka kuwaonyesha principal secretary wetu wa immigration ambaye hajazungumza hapa, mjue, na nitamuintroduce sasa kwa sababu hakupata nafasi ya kuzungumza. Retired General Gordon Kihalangwa, huyu ndio PS wetu wa immigration, ndio anatusimamia sisi wote. Before I say anything, let me first of all start by introducing my colleagues. Kwanza, wananchi wa Nakuru, hamjambo. Ninawashukuru sana kwa makaribisho yenu, and thank you so much for turning up for this function. We will be brief. But let me start by introducing my colleagues. All the immigration officials who are here, if you could stand up, because it's very easy to identify you. You are all in uniform. Nawaona hapa, director ndio huyu na PS ndio huyu. Hawa ndio watatutumikia hapa. Most times they will be in uniform when they serve us. I am doing this because I want to ask you, wananchi, tafadhali do not deal with brokers. Because ile shida tumekuwa nayo ni kwa sababu watu wanadanganywa na watu wengine. Kuna mtu atakusaidia hapa kupata passport. You don't need anyone to assist you. Just walk to us, we serve you. Tumekubaliana? Kaeni. The county security team ya Nakuru, kiongozwa na county commissioner. Hapa mbele hamjatambuliwa, muonekane mnajua huyu county commissioner wetu wa Nakuru ndio huyu. Huyu police commander, mkubwa wa prisons, mkubwa mwingine wa security ndio hawa. Hawa ndio county security team ya Nakuru. Wanaongozwa na huyu county commissioner wetu hapa Nakuru. Na ninawashukuru sana kwa kazi nzuri. I've heard the governor saying nice things about you. It's good he's saying them now because the budget is being worked now. You may get a pay rise. Asante sana. Regional security team yetu inaongozwa na PC. Unajua huyu ni regional commissioner, lakini tunamjua kama PC. Bwana Chimwaga Mongo,
na wakubwa wote ndio hao wa security. Najua Regional Police Commander wetu Bwana Mwamburi na timu yake yote ya security, NIS, DCIO na wengine ndio hawa wakubwa wa regional security hapa. Muwajue, wanasema wanataka kuonekana vizuri ili mjue regional commissioner wenu. Tafadhali wapee nafasi waonekane, mjue mkubwa wenu wa region Bwana Chimwanga. Asante sana. Hawa ndio wakubwa wetu wa security. Na washukuru sana kwa kazi yenu nzuri na ushirikiano wenu. I have to thank you again, regional security team, because of your leadership and your collaboration with our team in Narok, we had a very successful Madaraka Day function in Narok, which was evidence of your excellent work. So Bwana Chimwanga, please thank our colleagues on our behalf. Basi we have come to launch our new e-passport unit in Nakuru. This is one of the government's programs to bring services closer to our people. You understand that the world over now, we are migrating to the electronic passport. An electronic passport to travel. For us in Kenya, we have decided that everyone who needs an electronic passport will continue to get electronic passport, yes, but for those who have old generation passports, you need to change them by September. The Kenyans who hold old generation passports in total are 2.5 million. Up to now, about 1 million have transitioned to the electronic passport. We have 1.5 million Kenyans who hold old generation passports. We are asking them kindly to get the new e-passports by September. And we have made it much easier. His Excellency the President directed us to open 10 new centers in the country and out of the country so that we can address Kenyans both here and in the diaspora. Sasa Kenya, zamani tulikuwa tunafanya e-passport Mombasa, Nairobi na Kisumu. Lakini tumeongeza Nakuru, Eldoret, Embu, Kisii. So, in the country, you can get your e-passport in Kisii, you can get your e-passport in Eldoret, or you can get your e-passport in Nakuru, or you can get it in Embu. And the offices and the units in Embu and Eldoret will be officially launched on Friday, the day after tomorrow. So, which means you don't have to wake up very early in the morning and go to queue at Nyayo House at 4 a.m. in the morning. You don't have to travel to Nairobi. You can get your e-passport here in Nakuru. I'm asking you, good friends, especially officials of county governments, Governor nataka kukuuliza. Let us encourage our people to go to these units that are close to us and get their e-passports. Out of Kenya, we have also opened new offices. The President demanded that we have a new e-passport unit in the US. We have one in Washington. We have a unit in LA. We have a unit in London, Paris, UAE, Pretoria. Hata tukiongea leo, we are launching the Pretoria office simultaneously as we are launching this one here today. So Kenyans who live and work in South Africa can go to our mission or our embassy office in Pretoria and get their electronic passport there. We have made it very easy. We want, first of all, the 1.5 million Kenyans who are holding old generation passports to transition to move to electronic passports. In any case, my brothers and sisters, many embassies and missions now, you know this, Europeans, even the US itself, have now stopped issuing visas in the old generation passports. Ukienda kupiga line pale, watakurudisha na passport yako ya zamani. So why do you want to wait to be told to come back kutoka kwa British High Commission, EU ama US Embassy, instead of coming here and getting your e-passport? So nataka kuwauliza viongozi wote, all of you my colleagues who are here, tafadhali
tuje hapa tupate passport, tumalizane na hiyo. Number 2, before I go to the issues that affect everyone, the question of work permit. I think by now, given our recent reforms, we have the strictest work permit regime in this region. We stopped issuing work permits in Kenya. Anyone who wants a work permit will have to apply for it from wherever they are in their country, and they will only come here when they have been issued with a work permit. Ile shida tulikuwa zamani, mtu anakuja hapa na tourist visa, alafu anakaa hapa, anaanza kuhonga watu, kutafuta watu wa kununulia chai, alafu kisha baadaye anasumbua maofisa wetu, alafu anapewa work permit. Hiyo imekwisha. Mtu akihitaji work permit unakaa kwenu, una apply work permit ya Kenya kutoka kwenu. Tukikupea unakuja. Na ukipitia hapo JKIA ukija lazima uwe uko na work permit kama unakuja kufanya kazi hapa. Governor nataka kuhakikishia hapa openly, we are not issuing work permits to traders because we don't do that as government. We don't have a classification of work permits called traders. And any people who are in markets and so on, who are trying to trade, those are illegal immigrants. They are here illegally. And our security team understands that. We will deport them. The 6 in Nairobi, there were 6. Wale 6 walikuwa Nairobi. Walionekana kwa market huko. Wao by tomorrow watakuwa wanakula sapa kwao because tutawarudisha kwao. Because we don't issue work permits to traders. That is the truth. We don't issue work permits. We don't have a classification of work permits for traders. You are coming to trade in a market in Nakuru. Na nyinyi watu wa security ambao mko hapa na nyinyi watu wetu hawa, regional security team na county security team, county commissioners, regional commissioners, deputy county commissioners, mahali watu wanapatikana wanafanya trading, local trading, hawking, huyo ni mtu ambaye yako hapa illegally. Na kama hujamfukuza, wewe ndio utatuambia vile uko na uhusiano na huyo mtu. Kwa sababu we do not issue work permit to traders in this country. We do not. Wakati tulianza hii mop up exercise, ni kwa vile wananchi hatutaka kuongea mambo mingi. When we started this mop up, we had people, we were getting people in Meru huko. Tianauza mjere pande ile ya Meru. Wengine tulikuwa tunawakota mtu mwingine from some countries. I don't want to talk about them because of our diplomatic relations. Unashangaa mtu ametoka mbali namna gani kuja kufanya biashara kule huko Tigania. Anauza kitu kingine huko pande ile ya Meru huko. Ama ameenda kule Isiolo, ni mtu wa nchi fulani anafanya biashara huko. Hata huko Narok na kwingine. Our entire national security team is instructed. Na hii kitu tumeongea na tunaelewa sote. We do not issue work permits to traders. Where people are engaged in trade in jurisdictions where we have county commissioners and regional commissioners, they are the ones we ask to answer those questions. Babu, tunahitaji kwa kamata tuambie vizuri vile tulivyo sisi wa Kenya. We escort them very nicely as we are good people to the airport. They go to their home. Or they tell us, because each of those people you will find doing that, they do not have a work permit. They are here illegally, or they came and applied for a work permit to do something else, alafu wakajiingiza huko. Tuliopata watu wengine kutoka Makalda Mines, najua mahali iko pande ile Nyanza huko, wamekaa hapo kijijini huko, wanasema they are doing some mining, hawana permit, hawana, tumewasafirisha wote, they are not in the country. And then where you see traders, how lazima wawe ni watu ambao they are in the country without papers. And what I advise you to do, my fellow Kenyans, sababu sisi tunataka kuweka uhusiano mwema na kila mtu dunia hii. Do not take the law into your hands. Go to your local deputy county commissioner, to your chief, to your OCS kwa police station, umwambie kuna rafiki yetu kutoka mahali fulani inaonekana anafanya biashara. Sidhani yako na permit ya kufanya hivyo. Na hawa wangwana wako hapa na Kirauni, watamzungumzia polepole, tutamweka kwa gari, tutamwandikia karatasi zingine ambao ni na sign, ataenda airport, apotee kwao. That is how it is. Yule wa apply kazi tumekubaliana vile ilivyo. My colleagues in the security sector, you understand this. Mtu ambaye anahitaji work permit ana apply kutoka kwao.
That's what we do. We are not being unreasonable. That's what we do. Even Kenyans who want to apply for work in South Africa or wherever, you get your work permit before you leave. That's what happens in these cases. Sasa waje niingie sasa mambo ya usalama hapa ya nyumbani. Kwanza, Regional Commissioner na County Commissioner wa Nakuru hapa na ndugu zetu wa Rift Valley, ninawashukuru. Viongozi hao wetu ambao wamezungumza hapa, waheshimiwa wajumbe wa bunge, ninawashukuru sana. Mheshimiwa Gikaria, asante sana kwa kwenda kanisa na maombi. Kwa vile wewe umeomba na Mungu amesema akupee Roho Mtakatifu usamee wengine, na sisi tumekusamea. Hatuna shida. Na utaona kwamba sisi watu wa usalama hatunanga shida. Mambo yetu ni kidogo tu, tunakuambia barabara ni hii, usiende hii. Kienda hii ingine ni jukumu letu kukueleza vile tutakusaidia uende kwa barabara mzuri. Lakini kwa sababu sasa wewe umeokoka tayari na umeomba msamaha na sisi tumekusamea, na nimeambia wenzangu hapa wa security team, umeona hapa hadharani, unajua huu ni wakati wa handshake. Tunataka kuishi na amani na umoja. Mheshimiwa Gikaria, you can shake my hand now. So basi sasa tuko sawa. Pande hiyo hatuna shida, sasa tuko sawa. Na wazee wetu wale wako hapa Nakuru ambao wanaelewa hii maneno, mtakaa nao polepole na RC na County Commissioner, basi tuwe timu moja tukiendelea mbele. Tunawashukuru Mheshimiwa Charity Kadhambi, sisi kazi yetu tunalipwa kutumikia. Mambo kama hiyo ya security ya Molo tumeyazungumzia na umekuja ofisi tukayazungumzia. Tumekubaliana vile tutafanya, na nataka kuhakikishia hadharani hapa tutakusaidia. Na ili pia kule upate usalama wa kutosha, tutaongeza maafisa wa usalama, tuko na maafisa wa kutosha. Na mimi namshukuru gavana wetu wa Nakuru. Honestly speaking, this is the most cooperative governor for us in the security sector. I said that when we were in Shabab the other day, we were having a function in Nakuru West the other day in Ayeye. Every time we have had security issues, we've worked together. This is a very cooperative governor. Na tunasaidiana kila wakati, hata wakati shida ilitokea pande hii ya Solai, huyu governor ndiye alikuwa mtu wa kwanza kufika huko, ndiye amenieleza vile ya kufanya. We always work together. This is how we are supposed to work, because you see, this is our country. We have been given responsibilities to serve our people. Si mambo ya kujienjoy, we serve our people. And when we get county leaderships like this governor, we are very happy and we do almost everything he asks us to do. And governor, I can assure you, as I've always done, you can expect and will get all the support from us so that you succeed even in the plan that you have, and Nakuru will become a city, and we will also staff up to ensure that we serve you and support you even better. Sasa wananchi wenzangu, ya mwisho ni kwa sababu tuko Rift Valley. Leo asubuhi PS Powon ambaye hatukumtaja ambaye kwa hapa, huyu ni principal secretary wetu wa devolution, naitwa bwana Michael Powon. Tulianza leo asubuhi na mkutano na viongozi wa Elgeyo Marakwet na West Pokot. Tulikuwa na mkutano mkubwa hapa leo asubuhi na wazee wa kanisa, bishops kutoka Elgeyo Marakwet na West Pokot. Na hiyo yote iko kwa Rift Valley. Na shida ni kwa sababu ya mambo ambayo inatendeka pande hiyo. Tumekubaliana, na ninataka kuwaomba viongozi wa siasa ambao mko hapa, tafadhali mueleze wenzenu, hatuwezi kuwa na uongozi wa kudhulumu hawa watu wananchi hawa tunaongoza. Kazi yetu ni kuambia hawa tuwatafutie bunduki wapigane na Wakenya wenzao. That is not leadership. And some of the things that people say amaze us. This is the most representative part of Kenya, I can tell you. Here, kila mtu hapa ambao amesimama hapa, Kenya yote iko hapa. Kila mtu kutoka katika kila sehemu ya Kenya. Ama namna gani? This is the most cosmopolitan part of our country. Hii Rift Valley hii na Nakuru hii. And I want to be very honest with you. I am a public servant. There are some things I hear that are amazing. One of you members of parliament, one of you from here, Nakuru, another day was telling people, eti lazima unajua sisi utupige kura fulani namna hii, ama tusipofanya hivyo tutadhulumiwa.
In Kenya, after 56 years of independence, every Kenyan has a right to live wherever they choose to live by law. And you have a right to decide what you want to decide. Fikiria vile wewe unataka kufikiria. Hata kama ni siasa, ni juu yako kuamua vile unataka kuamua. Bila kushurutishwa na mtu. Eti usipofanya hivi, hii itafanyika. Haitafanyika Kenya hii tena. Haitafanyika Kenya hii tena. Na mtu azitishe mwingine hapa. Hii style hii ya zamani ya upuzi, tusianze kutisha watu wetu na ushenzi kama huo. Eti unajua ukifanya hivi haitafanyika. It will not happen in this country again. Tuachane na hii maneno. Kila mtu afanye biashara, fanya mambo yako vile unataka kufanya. Bila kutisa watu, eti unataka kuambia huyu, tufanye hivi, usipofanya hivi itafanyika. Hakuna. We want a peaceful country, kila mtu aishi kwa amani. Sisi kama viongozi wa serikali, hasa katika usalama, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba sisi sote tunaishi kwa amani. Na ninawaomba viongozi wetu tafadhali, tushirikiane kabisa. Tuongee mambo kama huyu gavana anaongea. Weka watu pamoja. Tutumikie hawa watu. Hiyo kasumba hiyo ya kuambia watu eti hivi ama hivi, la usipofanya hivi itafanyika. Hakuna kitu itafanyika. Tutaishi sote hapa pamoja, tuishi kwa amani. Kila Mkenya ambaye anahitaji kuishi hapa Nakuru ataishi. Ukitaka kwenda kupanga mahali unataka kupanga, utaenda upange. Ni juu yetu sisi kama serikali kukuhakikishia usalama. Na ndio nataka kuwaeleza wenzangu, kwa sababu hatutaki mchezo siku ingine tena. Watu wa usalama, RC na regional team, mukae jonjo, county commissioner na timu yako mukae jonjo. When we see a sign of anything, we act. And we act ruthlessly. Mtu akiwa yeyote. Na kama mtu akiwa yeyote bila kujali cheo cha mtu, without caring the status of someone, let us behave our status. And don't incite people. You know, we are investors. Think about the big picture of the country. Sasa ukianza kesho kupomolea watu, eti hao wanataka kuwapomolea kwa sababu ya fulani fulani, na wale wengine waanze kupomoa, na wale wengine waanze kupomoa, tutakuwa na nchi kweli? If there is a problem, we are not a banana country. We have a law, we have a system. Kama huyu amekuja akapanda mahindi kwako, mheshimiwa Gikaria, unaweza kuja mwambie Chimwaga, huyu amepanda mahindi kwangu, mwambie avune aondoke. Asipoondoka kuna sheria. Huwezi kuchukua panga wewe mwenyewe unaenda kukata hiyo mahindi. Na wewe ni kiongozi. Tunaambia wananchi twende tukate mahindi ya huyu. What are we teaching our children? If that is how leadership is supposed to be conducted. Si ni mambo ya aibu. Kabisa. Tuache hii maneno tafadhali. Kwa amani na tufanye kazi yetu kwa amani. Ile mheshimiwa rais wetu anasema kila wakati, tuweke usalama ili hao wananchi wafanye biashara, waishi kwa amani, waendelee mbele. Hata nyinyi ndugu zangu wa bodaboda, ninataka kuhakikishia vile mmeniuliza, tutangoja kidogo tuongee na nyinyi polepole, pia mnazungumza na polisi mpaka tuhakikishe kwamba kila mtu ako kwa laini. We are not here to hurt you. We are interested in ensuring that your business also benefits you. Ili msiingiliwe na wakora, ili msiingiliwe na watu wengine. Ndio nafurahia huu mpango mmesema hapa wa kuweka watu pamoja wa bodaboda. Na wakati wowote mheshimiwa Rama, mheshimiwa Gikaria mkiwa tayari, mimi niko tayari, nitakuja tukae pamoja vile mmesema. Tusaidiane. Tuende mbele. Sisi zote tutii sheria. Kwa sababu tukifanya hii biashara tuseme kila mtu afanye vile anataka, hatutakuwa na nchi, hatutakuwa na city hapa Nakuru. Lazima tufuate sheria. Kuna mipango, lazima tufuate mipango. Na hiyo tutawasaidia sisi kuhakikisha kwamba mmepata leseni. Wale wa kupata mafunzo, na furahia mnaendelea kupata mafunzo. Na NTSA tumewaambia sasa ni kufanya mpango wa kuwasaidia. Sio mpango wa kuwasumbua, mpango wa kuwasaidia. Ili tuende mbele namna hiyo. Tafadhali wananchi, tukae tu kwa amani na upendo vile tulivyo. That is how we will succeed if we live peacefully and we respect the rule of law. Not threatening each other kusema eti you must behave this way or else. Nobody is supposed to prescribe how you behave. It's all you and your God. Behave how you want to behave provided you respect the law. That's all.
And then you cannot be told, if you don't behave this way, you cannot sit here. No. Cameras here, instead of the one that is working now, we will install 2 more so that we have 3. Ili, instead of serving 100 people